Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, karibu sana ili tuweze kubobea andikoni. Tunahitaji kubobea andikoni, na huu ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana kuanzia miaka 19 mpaka miaka 35. Kwa hiyo kama upo hapo, ni vizuri sana ukaungana nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana katika lesoni inayoitwa Bobea Andikoni. Na hasa katika kipindi hiki tena tutajikita katika kitabu cha Yoshua. Na leo nipo naye Bwana Sabato Njugulile na mimi kama kawaida nikiwa Baraka Tosi. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante sana kwa kutupatia wasaa huu. Muda huu tunapojifunza neno lako, fungua akili zetu tuweze kuelewa katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Amen. Naam, hii ni robo ya 4 na hii ni robo ya mwisho kabisa katika mwaka 2025. Na ni somo la kwanza kabisa katika kitabu cha Yoshua. Ukiangalia katika mwongozo wa watu wazima, na kwenyewe tunasoma kitabu cha Yoshua. Lakini na huku pia tunaendelea kusoma kitabu cha Yoshua. Lakini katika lesoni hii imebobea zaidi katika kujifunza Biblia zaidi, hasa kwa vijana, kwa sababu vijana wana nguvu. Kwa hiyo inabidi tuwape mambo mazito uzame ndani kidogo. Na somo letu katika juma hili lina kichwa kinachosema ukuaji, ahadi za agano. Na tunajikita sana katika Mwanzo 15. Ukuaji, ahadi za agano. Ahadi za agano. Na hapa tunaenda kuangalia namna gani ambavyo maagano ya Mungu na Israeli yanatengenezwa mwanzo kabisa mwa wakati. Katika ulimwengu uliojaa mashaka na kuyumba kiuchumi, mikanganyiko mingi na watu kukatishwa tamaa kukubwa, kunahitajika tumaini, amani ambayo mtu anaweza akaipata kutoka katika sehemu fulani. Na hiyo sehemu inapatikana katika Biblia. Na ukisoma katika vitabu ambavyo vinasaidia kuwapa watu tumaini, kuwapa watu motisha kwa ajili ya kufanya kazi kwa bidii na kumsogelea Mungu kwa bidii, na kwamba hata katika majaribu, shida ambazo tunazipitia bado kuna tumaini, ni kitabu cha Yoshua. Na juma hili tutaangalia namna gani tunaweza kupata imani licha ya changamoto, licha ya machafuko, licha ya kukatishwa tamaa, na hasa katika kipindi hiki cha robo hii ambapo tutajifunza katika kitabu cha Yoshua. Na nikianza na maelezo zaidi, tunaangalia juu ya historia, namna gani hofu inashindwa. Na tunamwangalia Ibrahimu. Katika somo lililopita au lesoni iliyopita tulikuwa tukiangalia katika kitabu cha Kutoka, ahadi ile waliokuwa wameahidiwa ya kwenda katika nchi ya Kanaani na kuirithi nchi ya Kanaani haikuanza kwao, ilianza kwa Abraham. Uko nyuma kabisa, babu yao kabisa. Na tunaona Mungu anatimiza maagano au makubaliano aliyokuwa ameyafanya na watu wake, akianza na babu yao wana wa Israel, Ibrahim. Na anayatimiza kwa kina nani? Anakuja kuyatimiza kwa hawa wajukuu wa mbeleni kabisa wa Israel, baada ya miaka 440 huko kupita. Sasa natamani kaka Sabato naye aseme kitu hapa katika eneo la utangulizi hapa, ambapo tunaangalia juu ya mtupo wa macho wa somo zima. Karibu. Kwa haraka unazosema kwamba mimi nachojifunza katika sura hii ya kwanza, katika utangulizi, ni Mungu wa ahadi. Na anatimiza ahadi. Tukisoma vizuri tunaelewa kwamba Mungu si kwamba alimwahidi Abraham peke yake. Aliahidi kupitia Abraham taifa zima lingetoka. Na alianza kwanza kumita mtu mmoja ambaye ni Abraham, kupitia yeye na familia yake. Wao walipaswa kutengeneza taifa zima. Kwa unakuta wito unaanza kwa mtu mmoja, kwa familia, na sasa kwa taifa zima. Tunakutana na hili taifa ambalo sasa Yoshua anakuja kutimiza kile ambacho aliahidiwa mtu mmoja wa kwanza. Kwa hiyo unakuta ni hapa inajifunza kwamba ahadi za Mungu kiukweli anatimiza. Ni Mungu mwaminifu.
ingawa kwenye mchakato unaweza kuchukua hatua ndefu, ila hatimaye atatimiza. Abraham alitolewa katika nchi ya Uru wa Kaldayo mwanzo kabisa. Na alikitolewa kwa miaka 75 bila shaka kwa mtangulizi. Baada ya miaka 25 akiwa na miaka 100, baadaye sana ahadi ya kupata mrithi inakuja kupatikana kupitia Isaka. Kwa tunaweza kuona kwamba inachukua mchakato kiasi kwa muktadha wa mwanadamu, ila katika mchakato wa Mungu, ahadi za Mungu ziko pale pale kwamba nitakupatia mrithi ambaye atatoka viunoni mwako. Amen. Lakini mbali na hivyo nitatengeneza taifa kubwa kutoka kwako. Ndio hii tunakuja sasa kipindi cha Yoshua. Hatuendi kujifunza moja kwa moja kitabu cha Yoshua, tunaenda kubobea zaidi katika tunarudi nyuma kwenye ile ahadi ambayo Yoshua anakuja kuitimiza sasa. Ndio hapa ambacho tumejenga somo hili la sura ya kwanza. Asante sana. Kwa lugha rahisi ni kwamba haiwezekani kujifunza kitabu cha Yoshua bila kujua historia ya kile ambacho Yoshua anakipitia kutoka katika ahadi. Na hapa tunamuona Abraham katika kitabu cha Mwanzo 15. Kwa hiyo juma hili tutajikita zaidi kumwangalia huyu Abraham na mapito yake na namna ambavyo aliitwa ili aweze kuachana na starehe, kuwa mkamilifu. Hicho kitu ambacho nakisema ni kwamba kujiweka kuwa wakfu, kujiweka kuwa kamili machoni pa Mungu, kwa sababu alichokipitia Abraham ndicho alichokipitia Yoshua pia. Ndio maana hata Yoshua inapoanza sura ya kwanza ni anaambiwa anapewa moyo, anaambiwa awe na ujasiri, lakini pia awe mkamilifu, aishike ile njia ya Mungu. Kuna mfanano mkubwa sana kati ya Abraham na okay. Asante sana. Kuna nukuu hapa natamani kuisoma kutoka katika hili somo ya kwamba ikiwa tunataka kupokea urithi ambao Mungu anatupatia, tunahitaji kutafakari tena vielelezo na dhana zetu nyingi za muda mrefu na kumruhusu Mungu aongoze kwa njia zisizotarajiwa. Jambo kubwa ambalo tunaliona ni namna ambavyo Abraham alipokea huu wito. Alikuwa haelewi anatakiwa aende wapi. Alikuwa haelewi ni nchi gani ataenda. Lakini yeye alipoambiwa, alichukua uthubutu wa kukubali kile ambacho ameambiwa na kufuata. Mara nyingi tumeshindwa kupata baraka na kupata ahadi nyingi ni kwa sababu tumekuwa na tunatamani kuwa na room for negotiation. Yani tunatamani kuwa na nafasi ya kufanya mahojiano na kile ambacho Mungu anatuagiza. Tunaona mafungu mengi katika Biblia yametuelekeza kitu fulani, lakini tunaanza kuyahoji sana. Na kwa kufanya hivyo tunapoteza wakati ambao tungeweza kutumia kwa ajili ya kupata mibaraka ambayo Mungu alikuwa anahitaji kutupatia. Namuona Musa naye alikuwa na migogoro mingi sana ya kukubali ule wito ambao aliahidiwa. Lakini baada ya kukubali, sikuona tena katika Biblia yangu ya kwamba Musa anatumia room tena ya kuanza kunegotiate na Mungu. Hapana. Mungu alikuwa akimwambia kitu fulani, anatii. Asante sana. Tukija katika mada nyingine, kimsingi tutakuwa na mada kadhaa, na mada ya kwanza hapo tumeshaiona, na mada nyingine itakuwa ni agano la Mungu na Abraham. Like Abraham, sio Abraham, bado huyo alikuwa hajawa Abraham. Lakini pia kutakuwa na wakazi wa Kanaani, lakini pia kutakuwa na mtoto aliyeahidiwa, na kisha tutaangalia hukumu inayotanguliwa na rehema. Tukija katika agano la Mungu na Abraham, karibu kaka Sabato. Kama nilivyokwisha kusema, agano la Mungu na Abraham, Mungu alimuita Abraham kutoka kwenye nchi ya Uru wa Kaldayo, land of Chaldeans. Na alipaswa kuacha yale maisha, kumtoka pale aliko kuja kwenye nchi ambayo atamuonesha. Na ile nchi akataja pale kuna watu wako nakaa Perizi, watu wengi ambao wanaishi kwenye ile nchi, na akamwambia kwamba ikiwa angeishi maisha ambayo Mungu alitaka,
angefanya kwa taifa kubwa. Nitasoma hili ni Mwanzo 17 baada ya kutolewa. Tusome ile ahadi. Anasema kwenye fungu la kwanza, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu kabla ya Ibrahimu. Akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Kwa hiyo ahadi iliyokuwa inakuja hapa ni kwamba anatolewa kule alikokuwa kuja kwenye maisha ya Mungu. Tumetoka kujifunza kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka tulijifunza kusema kwamba Mungu alikuwa anawatoa katika nchi ya Misri katika kutumwa, kutoka katika tamaduni mbovu, kutoka katika miungu, ibada za miungu, kuja kumfuata Mungu mwenyewe. Yaani jinsi Kutoka alipokuwa anatoka kutoka katika Misri, ndivyo ilivyokuwa kwa Abraham kutoka Uru wa Kaldayo kuja Kanaani. Hapo ni mchakato wa kutakaswa, ni mchakato wa kuwekwa upya, na ni mchakato wa kumwelewa Mungu zaidi, kuwa karibu na Mungu. Sasa hizi ahadi zinakuja, tunasema ahadi zinakuja na wajibu. Kwamba anafaa afanye kitu, na ahadi ni za hakika. Kama tulivyosema mwanzoni. Kwa hiyo ninajifunza vitu vingi kwa maisha ya Abraham, na hii safari yake nzima hadi kuishikilia ahadi, kwa sababu Abraham alikuwa ni mtu ilimpasa ajifunze kwa njia nyingi. Tumesoma katikati, alikuwa anasema, nitasoma, naomba nisome. Karibu soma. Kunasema hata hivyo Abraham alipokubali wito wa kupiga hema zake katika nchi ya Kanaani, kulikuwa na jambo moja kubwa ambalo alikuwa bado hajaelewa. Kuna vitu ambavyo alikuwa bado hajaelewa. Kwa hiyo ilimpaswa kukubali wito wa Mungu na kubadilisha ulimwengu, kulimaanisha kumruhusu kuendeleza mipango yake kwa wakati wake, kwa njia yake na kulingana na mapenzi yake. Abraham alipaswa kujifunza somo hili hatua kwa hatua, mara kwa mara na kwa maumivu. Yaani kuna wakati sisi kama wanadamu tutapitia hiyo process. Ni kweli Mungu anatuita, na muda mwingine hatuelewi mchakato wa Mungu. Ila tukiwa na ahadi, ile imani ya kuendelea kuwa na ile kuendelea kushikilia ile ahadi, tukiwa na imani ya kuendelea kushikilia ahadi, Mungu atatupitisha katika changamoto, atatupitisha katika njia ambayo anaitaka yeye. Abraham alipitia masomo mengi sana. Alijifunza vitu vingi kiasi kwamba mpaka mwisho anakuja kujaribiwa ile habari ya Isaka. Mwisho ndo anakuja kuitwa baba wa imani, kwa sababu amedhihirisha nini? Imani yake. Kwa hiyo ni mchakato mkubwa kuipata ile ahadi. Kulikuwa kuna mchakato mkubwa sana ambao Ibrahim aliopitia, ambao kwayo nina masomo mengi sana kujifunza kutoka kwenye ahadi. Asante sana kaka Sabato, na shukuru kwa namna ambavyo umeeleza, na ni kweli kabisa. Na mimi nitajaribu kuelezea mchakato kwa namna ya ufupi, namna alivyopitia mpaka kufikia katika level ya kuitwa Ibrahim baba wa imani. Natamani tuanze na Waebrania 11 fungu la 8. Neno la Mungu linasema, ukiangalia hii sura ya Waebrania 11 inaeleza sana masuala ya imani. Na ni kati ya sura ambazo nazipenda sana katika Biblia. Kwa imani Abrahamu aliondoka nyumbani, yani akatoka asijue aendako. Waebrania 11 fungu la 8. Tunaona jambo la kwanza hapa. Abrahamu ameitwa, anatoka asijue kule anakoenda. Hajui. Na akiwa huko ameenda, akakaa muda fulani, njaa ikampiga huko. Na taifa, na of course alikuwa na watu wengi, alikuwa kumbuka na nyumba ya baba yake, na watu wengi alio nao. Lakini njaa ilipompiga ikabidi aende Misri. Na alipoenda Misri akasahau kwamba kuna Mungu ambaye anaweza akamlinda. Akadanganya Sara kwamba ni nani? Dada yake. Sara akachukuliwa. Mungu akampigania, akamuokoa, akamrudisha Sara kwake. Lakini huku neno la Mungu linasema huku kulikuwa ni kufeli kwa kwanza kwa Ibrahim. Jaribio hili lilionekana limetesti imani ya Ibrahim. Na kuona bado inabidi. Neno la Mungu linasema ukiona Mungu amekupatia
kikombe fulani, yani amekupatia changamoto fulani, alafu ikakushinda, anakuletea changamoto nyingine tena na tena na tena na tena mpaka utakapokuwa imara. Yeah. Ndivyo Mungu anavyofanya ili kutusafisha. Hiyo ilikuwa ni ya kwanza. Lakini kuongezea hapo kidogo, kuna ili jaribu likuja mara mbili. Mara ya kwanza Misri, lakini pia mara ya pili katika Mesopotamia. Ilifanyika mara mbili. Ni kwamba mara kwanza alifeli, mara pili pia akafeli. Kwa hiyo ni kitu ambacho najifunza kwamba Mungu anajaribu kuturudisha kule kule mpaka tuibuke kwa washindi. Kuna kitu hapo ambacho umesema kwamba Mungu anapokupatia kitu kinakuja na, yani kama ni mbaraka, unakuja na vitu ambavyo inabidi wewe sasa upiganie, upambane ili kuweza kuupata. Asante. Baada ya hapo tena tunamwona changamoto inakuja tena kwa ni mpwa wake nadhani Lutu. Changamoto inakuja kwa Lutu anakuja, anakamatwa, anatekwa na anapelekwa huko uhamishoni. Na taarifa zinakuja kwa Ibrahim kwamba Lutu ametekwa. Kwa hiyo inabidi Abraham aende akamtafute Lutu huko aliko. Akaenda na Mungu akamsaidia, alienda na jeshi la watu wengi, yani alikuwa na watu wengi, alikuwa na jeshi, huyu jamaa alikuwa ni tajiri sana. Akaenda akafika, wakapambana, wakawaokoa Lutu na watu wake na mifugo wakaiokoa. Lakini tunaambiwa bado alikuwa na mashaka na wasiwasi. Alikuwa na wasiwasi, hivi kweli huyu ni huyu Mungu huyu, hivi nimechagua fungu bora au nimezungukwa? Kwa sababu naona kabisa hapa unaweza kukuta ninapigwa hapa kwa Kiswahili cha leo. Lakini Mungu akamhakikishia katika kitabu cha Mwanzo 15 fungu la kwanza, akamwambia usiogope. Akasema mimi ni ngao yako na thawabu yako na kubwa sana. Sasa Mungu alipomwambia hivyo ni kama wanadamu wengi tulivyo. Ibrahim akasema haitatosha. Akasema Mungu, fungu la pili 15 ya fungu la pili. Baada ya Mungu kumwambia hivyo, Ibrahim akasema Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto. Kweli aliuliza. Hata wanafunzi walimuuliza kwamba Bwana, tunakufuata wewe, utatupa nini? Ndivyo ambavyo wanadamu tulivyo. Lakini akamuuliza Mungu kwamba utanipa nini? Mungu akamjibu kwamba mimi nitakupa mtoto. Na cha ajabu ni kwamba Ibrahim anashangaa umri unaenda. Sasa huyu Mungu ambaye ameniahidi kwamba atanipa mtoto, hivi ni kweli atanipa mtoto? Mbona umri unaenda, unaenda na ninazidi kuwa mzee? Lakini Mungu alipomwambia hivyo, Abraham hapa alichagua kuamini. Na akaiamini hiyo ahadi. Alipoiamini hiyo ahadi, Mungu akaona katika moyo wake, na kwa kweli akaona imani yake inazidi kukua. Huyu ndio Ibrahim ambaye tunaendelea kumsoma na kujifunza juu ya habari zake. Nini ambacho tunajifunza? Ni kwamba katika wokovu wetu, Mungu anapopanga kutuokoa, Mungu anapohitaji tuwe imara na tufai kwa ajili ya kazi yake kubwa zaidi kuliko ile ambayo tumekuwa tukiifanya au kuliko kile ambacho tunategemea kukifanya, anatupitisha katika changamoto, katika michakato ya kutusimamisha ili imani yetu iweze kuwa imara zaidi. Na pale ambapo mchakato wa kwanza unafeli, anatuletea mchakato mwingine. Anatuletea tena na tena mpaka imani yetu itakapokuwa imara. Nadhani tuende katika mada ya tatu ambayo inasema wakazi wa Kanaani. Karibu kaka Sabato. Kwa wakazi wa Kanaani, ninajifunza vitu vingi sana ambavyo Mungu anatupatia. Tumejifunza na hisi ilikuwa nyuma hapa katika kitabu cha Kutoka. Tumejifunza kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu wa fadhili, mwingi wa fadhili. Tumejifunza vitu vingi sana kupitiana na Mungu. Rehema zake ni nyingi sana. Kwa hiyo wakazi wa Kanaani, kwa ufupi naweza kusema kwamba ni watu ambao walikuwa ni waovu. Mafungu yameeleza kwamba walikuwa wanafanya ibada za sanamu, wanachinja watoto, wanatoa kafara kwenye ibada. So wakazi wa Kanaani walikuwa ambao ni watu ambao ni waovu mbele machoni pa Mungu. Ndio maana
ahadi ikitolewa kule anasema hujatimia uovu wa Waamori. Waamori. Bado. Sasa alichaguliwa Ibrahim, akachaguliwa familia. Waisraeli walitumika kwa ajili ya kutoa hukumu kwa Waamori. Kwa Waamori na kwa ajili ya wakazi wa Kanaani. Sasa hii inanipatia picha kubwa sana katika maisha ya leo. Na labda kabla hapo hujaendelea, huenda ndugu mpenzi mtazamaji ukawa unajiuliza kwamba inawezekaneje kwamba wana wa Israel wanatakiwa kutoa hukumu kwa ajili ya Waamori, yani kwa ajili ya taifa lingine. Ni kwamba hapo zamani Mungu alikuwa anatumia taifa lingine kuliadhibu taifa lingine. Na ndio maana tunakuja kuona hapo baadaye Israeli wanapomtenda Mungu uovu, Mungu anamuita Nebukadneza kwamba mtumishi wake Babeli inakuja inawachukua Israeli, inawapeleka uhamishoni ili waweze wakajifunza. Kwa hiyo kati ya taifa hizo Israeli na yenyewe Mungu alikuwa ameitenga maalum ili kwenda kuadhibu watu wote wasiomfuata Mungu. Asante. Sasa nikijifunza kwa wale wakazi wa Kanaani, kulikuwa kuna hiyo kwamba inabidi kwa sababu rehema za Mungu ni ndefu kiasi kwamba ni nyingi kiasi kwamba muda ulikuwa mwingi, miaka 400 plus, tunasema miaka 400 plus, ili warejee kuacha njia zao mbaya. Na ahadi, tunasema ahadi za Mungu ni za kweli. Kwa nikijifunza katika maisha ya leo ni kwamba amesema atakuja. Mbona akija atakuja kukomesha uovu ulimwenguni. Sasa hiyo ni ahadi. Tunachokipitia sasa hizi ulimwenguni, tunapitia kipindi ambacho tunafaa na sisi kama wakazi wa dunia turejee, tuache njia zetu mbaya. Maana wakazi wa Kanaani walihukumiwa na Waisraeli. Sisi nao tutahukumiwa kwa ahadi za Mungu kwamba atarejea, na kirejea atakomesha nini? Uovu. Kwa ni insight kubwa sana ambayo ninaipata hapa. Amen. Asante, ubarikiwe. Amina sana. Na kitu ambacho ninajifunza zaidi pia hapa kaka Sabato ni kwamba haijalishi umeumizwa kiasi gani, haijalishi umeteswa kwa muda gani, swala ni moja: Mungu atatoa hukumu ya haki. Haijalishi itakaa kwa muda gani, utasubiri kwa muda gani, lakini Mungu siku moja atatoa hukumu ya haki. Kwa hiyo pale unapoonewa, pale unapoteswa, pale unapoona ndugu zako hawakujali, wanakunyanyasa japokuwa wewe umewatendea mema tu, usihofu. Mungu atatoa hukumu ya haki. Wewe subiri tu. Kwa hiyo uovu wa hawa wa Amori na mataifa mengine yaliyokuwa yanakaa katika Kanaani, ambao walikuwa na kaida ambazo ni mbovu sana, na kama alivyokwisha kusema, walikuwa wanatoa kafara za watoto, yani watoto wao wadogo wanawachinja na wanawachoma, kwamba miungu yao inafurahi kupokea sadaka za watoto. Lakini pia walikuwa na mambo mbalimbali. Mfano, kati ya taratibu zao za kidini ilikuwa ni kufanya ngono na wanyama, yani ngono wao kwa wao, uasherati, lakini pia kufanya ngono na wanyama, na iliaminika kama ni ibada. Pata ibada. Kakatosi ilena bali zaidi, walikuwa wanafanya ngono na ndugu wa karibu, dada, mama. Walikuwa wanafanya, ndio maana ukisoma Kumbukumbu vizuri 17 inaelezea kwamba usimfunue utupu wa mama yako, design hiyo. Kwa ni kitu ambacho wao walikuwa wanafanya kama part. Walienda bali zaidi. Kwa ni sherehe na ni ibada kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha kawaida. Na ukienda mbele zaidi tunaambiwa kwamba matendo haya yalichanganyikana na uchawi, ibada za kuwasiliana na wafu, yani mambo ya kutisha kabisa yalikuwa yakifanyika. Kwa hiyo Israel ilitakiwa ije iwe chombo cha hukumu. Na Mungu anavyosema kwamba Israel walitakiwa wawe chombo cha hukumu, inamaanisha kabisa hawa watu walikuwa wameshapewa taarifa na walikuwa wanaelewa vizuri kwamba kile wanachokifanya si sahihi.
ni dhambi. Kwa hiyo hayo mataifa kwa sababu yalikuwa yameshaambiwa juu ya uovu wao ambao wanaufanya, walisubilishwa kwa miaka 400 ili waweze kutubu. Kwa hiyo wana wa Israeli walipokuwa utumwani kule Misri, ulikuwa ni wakati wa rehema kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya hawa watu wengine. Kuna nyakati ambapo wewe unaweza kuwa unapitia shida, kumbe Mungu ameweka kipindi cha rehema kwa mtu mwingine. Pale shida yako itakapoisha na hukumu ya huyo mtu huenda ikafikia hitimisho na hatimaye huyo mtu akashughulikiwa vizuri kabisa. Kakatosi, naomba nisome fungu ile ambalo tulisoma katika kitabu cha Kutoka. Karibu. Anasema ni Kutoka 34 fungu la 6 na 7. Anasema Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kupatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Amen. Yeah. Barikiwe sana. Mungu ni mwingi wa rehema. Nadhani hiyo ni Kutoka 33, ndio? 34 fungu la 6 na 7. 34. Okay, sawa. Mtoto aliyeahidiwa. Sasa huyu ni mtoto ambaye tunaona kwa masomo mengine tumemsikia Abraham akimlilia Mungu kwamba utanipa nini? Utanipa nini? Sasa hebu tuangalie habari hii. Karibu kaka Sabato. Kwa mtoto aliyeahidiwa, bila shaka alikuwa Isaka. Ilichukua muda mwingi kutimiza hiyo ahadi. Pale ambapo Ibrahimu anaonekana kwamba haoni njia inakuja ile ahadi. Vitu vingi sana tunajifunza hapo kama Wakristo, kama Mkristo anajifunza vitu vingi sana pale. Lakini pia yule mtoto ndiye alikuwa anakuja kutimiza. Alikuwa anakuja kutimiza hilo agano lake la agano kati ya Mungu na Abraham. Kuna kitu ambacho tunajifunza hapa, nasema kwamba Mungu kupitia ile huduma kupitia agano Abraham na Isaka, tunajifunza upendo wa Mungu na Yesu. Kama vile Isaka alibidi atolewe kama kafara, ilikuwa ni mfanano. Kwa hiyo ni kitu ambacho Mungu alipanga ili tuweze kujifunza upendo wake kwake. Abraham anachukuliwa pale kama baba wa imani kwa sababu ya tukio kubwa sana la upendo ambalo alitimiza. Alifanya jambo kubwa mno kiasi kwamba yeye anachukua na moyo huo wa kutoa, kumtoa mwanae anayempenda, ambaye alikuwa huyu anatoka kwenye huyu ni mwana wa agano, tuseme huyu anataka timiza, akakubali kumtoa. Yesu Kristo anakuja kutolewa na Mungu kama vile Abraham alivyotolewa kama vile Isaka alivyotolewa na Abraham, kwa sababu pale kwa imani yeye alishi. Tumesoma vizuri katika Waebrania, kwa imani yeye alikuwa ashafanya kafara kuja kutimiza ile agano. Sasa kwa sisi tunaamini, kwa sababu ni mwana wa agano, kwa sisi tunaamini ni kwa sasa hizi ni Yesu Kristo ambaye anakuja kutimiza agano na kwamba atarudi mara ya pili kutuchukua sisi wa Kristo, sisi waamini, sisi tunaoamini Mungu kwenda mbinguni. Asante sana. Asante sana, ubarikiwe. Amina sana. Kimsingi juma hili tumejifunza mambo mengi sana. Na tumejifunza namna ambavyo Ibrahim aliondoka katika eneo la faraja. Yani tunaweza kusema comfort zone. Yeah. Akaondoka katika eneo la faraja kwa sababu kule alikuwa ana raha. Alikuwa ana sacrifice. Yani hana haja ya kujitoa kafara yeye mwenyewe. Ndio. Mpaka aende sehemu ambako hakuna chakula, kwa sababu pale alikuwa ni tajiri. Alikuwa na leo tungesema alikuwa na mahera mengi. Ndiyo. Na familia yake ilikuwa ni kubwa. Na yani alikuwa na maisha mazuri. Ndiyo. Lakini neno la Mungu linatuambia akatoka katika eneo hilo la faraja, akaenda sehemu ambapo anaweza akaongea na Mungu na akawa zaidi karibu na Mungu. Jambo la kwanza ambalo najifunza hapa ni kwamba kuna nyakati zingine itabidi uondoke sehemu ulipo, sehemu ambayo ni ya faraja hapo ulipo, uende mbali sehemu ambapo
Mungu ataweza kukuonyeshea utukufu wake ukiwa huko. Naam. Lakini kwa swali lingine hapa bwana Sabato, Naam. hivi ni kwa namna gani ili somo tunaweza tukalitumia kwa namna binafsi leo, kwa namna nyingine? Ili somo kwa ujumla linatufundisha vitu vingi. Tunagusa kitabu cha Joshua, ila tunaenda mbali zaidi kwanza kujifunza mianzo ya kitabu cha Joshua. Kwa ninajifunza vitu vingi sana ambavyo Mungu anavitimiza, anataka vitimize kwa Yoshua, ila kwanza alimhitaji Ibrahim avitimize. Kwa sababu Mungu, tabia ya Mungu tunaelewa ni Mungu mstahimilivu. Kwa maisha yangu binafsi na maisha ambayo naishi, ninaelewa upendo wa Mungu kwangu mimi, upendo wa Mungu wa wanadamu, na huo upendo ambao anatamani sana vitu vikubwa kwetu sisi. Na anatuita tutoke mbali zaidi, tutoke mbali, yani tumfuate yeye, kwa sababu kama Ibrahim, kama Yoshua, sisi tunachokifanya ni ukubali. Kwa hiyo mimi nikikubali kutumika, nikikubali kwamba mapenzi ya Mungu yatimike kwangu, hapo ndipo sasa nina hatua kubwa sana ya kutembea kwa ahadi na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ninajifunza kuwa mtii, kwa sababu Ibrahim alijifunza pia kuwa mtii. Yoshua pia alihitajika awe mtii. Ninajifunza kwenye maisha yangu ya leo ya Kristo, ninapaswa kuwa mtiifu, kuwa hodari, kuwa nisiogope. Kwa hiyo ninajifunza vitu vingi sana kutoka katika sura hizi za kitabu cha Kutoka, kitabu cha Yoshua, na sasa katika kitabu cha Mwanzo. Amen. Ubarikiwe sana. Sasa swali ambalo natamani kila mtu aondoke nalo leo ni kwamba ni kwa njia zipi Mungu amekuita kutoka eneo lako la faraja ili uweze kwenda ukamtumikie. Kimsingi huo ndio mwisho wa somo letu juma hili. Hakika tumeangalia juu ya swala la Abraham kwa undani, kwamba kwa nini Abraham aliitwa, na tumeangalia namna ambavyo ahadi hizi ambazo wana wa Israeli wanakuja wanakuja kuzipata katika kitabu cha Yoshua zinavyoanza kutolewa katika taifa hili ambalo lilianzishwa kabisa na mzee wa imani Abraham. Na anaahidiwa kuwa na taifa kubwa, na anaahidiwa pia kupewa nchi ya Kanaani. Lakini pia tumekuja tukaangazia na namna gani ambavyo mtoto wa ahadi anaahidiwa kwa Abraham. Lakini pia tumekuja kuangazia juu ya wakaaji wa Kanaani. Ni kwa nini Mungu alitambua kwamba kuna wakazi pale Kanaani, na hapo akamwambia Abraham aende akaurithi au ataurithi Kanaani. Si alikuwa anawaonea, lakini tumegundua kumbe alikuwa hawaonei hao watu. Ni kwa sababu walikuwa ni waovu. Na kwa hiyo Israeli ilitakiwa iwe hukumu kwa ajili ya uovu wao na kuangamiza. Kwa hiyo hayo ndio makubwa ambayo tumejifunza katika juma hili, lakini hatimaye tumekuja kujifunza juu ya mtoto wa ahadi, ambapo tumemuona Isaka aliyekuwa ameahidiwa kwamba yeye ndiye atakayekuwa chanzo cha kupeleka ahadi ya Mungu kwa Abraham mbele na kufanya uzao wa Abraham kuwa mkubwa sana. Labda kwa maneno machache au sentensi mbili, nini ambacho unahitaji kumwambia mpenzi mtazamaji? Anachotaka kumwambia mpenzi mtazamaji ni kwamba Mungu ni Mungu wa taratibu. Mungu ana mipango mikubwa sana kwetu sisi, kwako wewe, na mipango yake inabidi tuwe tayari kuitii, kuisikiliza. Tukifanya hivyo tutarithi vitu vikubwa, tutarithi ile nchi ya Kanaani ambayo sisi tunaamini ambayo ni mbingu. Kwa kabla huo mchakato, hapa katikati inabidi tuwe watu ambao tunamsikiliza Mungu, lakini pia tuwe wajasiri. Amen. Kwa ufupi. Amen. Basi mimi sina la ziada. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuungana nasi katika somo hili la kwanza kabisa. Kumbuka kuungana nasi tena katika somo lijalo, na tunapofunga hebu tupate ombi. Karibu. Naam. Tuombe.
Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa mapenzi yako kwetu ni makubwa sana. Asante kwa tafakari hii ya leo ambayo imetuongoza kutafakari ukuu wako kupitia ahadi ulizotengeneza na Abraham kisha akazitimiza Yoshua. Nasi kwa leo tunaamini ya kwamba tutaongoza kufikia ahadi ya kurithi falme wako japo mara ya pili. Kwa kipindi hicho tuongoze kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Ikiwa video hizi zinakubariki na zinakutia nguvu, kumbuka kugusa subscribe hapa chini na kisha kugusa alama ya kengele. Mungu akubariki tena mpaka wakati mwingine. Bye.